Sasa tunaandaa chombo chetu ambacho tutatumia kubake. Tunakipaka siagi kidogo. Kwenye chombo chetu hiki ambacho tutatumia kukorogea mchanganyiko wetu wa cake, hii ni gramu 500 tunaweka kwenye chombo chetu. Tunaivuruga vizuri, tunaendelea kuichapa mpaka iwe inabadilika rangi kutoka kwenye unjano na kuja kwenye rangi nyeupe, mpaka utakapoona siagi yako inabadilika rangi. Tunaongeza sukari. Hii sukari yetu ni miligramu 300, nilikwisha kuipima tayari. Tunaendelea kukoroga mpaka sukari na prestige zitakapochanganyikana vizuri. Nitakuwa naweka yai moja alafu kisha nakoroga. Wakati unakuwa unaongeza yai moja. Hapa tulipofika sasa, tunaenda hatua nyingine. Tunaenda kuweka ngano. Kwa hiyo sitahitaji kutumia tena mashine, nitatumia tu mwiko kuendelea na hatua zingine zilizobaki. Unakoroga mpaka unaona zile bubbles ambazo za unga zilizojifunga zote zimefunguka, yani unga wako unakuwa hauna mabonge au mabuja vile. Ninakwenda kuongeza baking powder kwenye keki yetu. Nitaweka gramu 7. Usijaze kimlima, inakuwa ni flat tu. Unaongeza hiyo, inakuwa imetosha. Baada hapo naendelea kukoroga. Mbili nachanganya, natumia ya vanilla pamoja na pineapple pamoja na passion, nitaweka kidogo. Nitaweka tena na vanilla kidogo. Naendelea kukoroga. Naenda kuongeza vinegar. Naweka tu kidogo. Ninaongeza maji kidogo. Nafanya kukadiria ya kwangu ni kama ml 300 hivi. Naweka. Tole maji. Naendelea kukoroga vizuri. Hapa kwenye maji unaweza ukaweka kitu chochote. Unaweza ukaweka let's say labda maziwa. Kuna ambao wale wanatumia maziwa wanaweka. Kuna mwingine anaweka labda fresh juice, inaweza ikawa ni tunda lile la pineapple juice yake, mwingine ataweka embe, anything, lakini mimi nimeprefer kuweka maji. Nagawa kwenye portion 2. Baada ya kugawa mchanganyiko wangu kwenye portion 2, hii portion 1 ninaiwekea cocoa powder. Nimepima tu kifuniko kimoja. Mzani wetu tunataka tupime tupate uzito wa keki. Hii na 274. Kwa hiyo tutaweka mchanganyiko wetu wa keki.
nitaenda kuibake. Oven yangu ilikuwa tayari imeshawashwa, ni preheat, kwa tunaenda kubake keki yetu. Hivyo nilishaiwasha kabla. Naingiza keki yangu kwenye oven kama hivyo inavyoonekana hapo. Ninaweka, nitakwenda kuseti moto wa 180 kwa dakika 45 hapo. Kwa hiyo keki yangu nitaiacha mpaka muda huo. Baada ya dakika 45 kwa moto 180 nitakuja kuangalia tena baada ya dakika 45, hope itakuwa iko tayari.